Karibu katika episode ya 3 ya recap yetu. Niliwamisi kinoma noma mashabiki zangu. Tulikuwa kimya kwa kipindi kifupi kidogo, lakini tumeweza kurejea. Na nikupe siri ni kwa nini tulikuwa kimya na kwa nini tumeweza kurejea. Kazi zetu hizi za recap, miongoni mwa rasilimali kubwa sana zinazoitumia basi ni muda. Yani zina uwezo wa kukalisha ndani kutokea asubuhi mpaka jioni na usifanye kazi nyingine ya aina yoyote ile. Sasa ukiona recap zinapanda kwa wingi sana, ujue kwa nyuma ya pazia kuna mtu anaitwa mdhamini. Na hawa wadhamini ndio wale watu ambao nawatajaga kila wakati, nasema kwamba usisahau kugusa alama ya kusubscribe katika channel yetu. Hapo chini utaona kuna channel mbili zimeweza kuungana. Sasa ile channel ya pili ninayokuwa nimekuelekeza kwamba usisahau kugusa alama ya kusubscribe ndio channel ya mdhamini, mtu ambaye anakusababisha wewe uweze kuiona tamthilia hiyo. Mtu huyo ni muhimu sana kwa wewe kuweza kugusa alama ya kusubscribe katika channel yake ili aweze kutudhamini wakati mwingine na tamthilia zote zinatembea kwa haraka. Kwa hiyo kwa moyo mkunjufu tena nikusii shabiki yangu, ili tamthilia hii iweze kuisha kwa siku moja inategemea na nguvu ya mdhamini wetu. Ni muhimu sana kama unaweza ukagusa alama ya kusubscribe katika channel yake hapo chini. Yani uwe kama unataka kusubscribe katika channel yetu, itajitokeza na channel yake kwa chini. Basi unaweza ukagusa alama ya kusubscribe hapo na moja kwa moja tukawa tunasonga mbele na mizigo hii kama yote. Kumbuka kadri unavyozidi kusubscribe katika channel yake ndivyo ambavyo tamthilia zinatoka kwa kasi zaidi. Bwana sasa tunasonga mbele. Pale ambapo tulikuwa tumeweza kukomea ni mara baada ya kumshuhudia Mwamba Sowan akiwa amealikwa kushiriki mashindano ya magari na Mwamba hajui kabisa kuendesha magari. Mwamba Sowan alikataa kabisa mwaliko ule wa kushiriki mashindano ya magari, lakini alipokuja kugundua kwamba bidada Aina atakwenda kushiriki akaona hapana bana, nisiwe mnyonge kiasi hicho. Mwamba akaamua kujifunza kuendesha gari kwa kutumia application tu. Yani mpaka mjomba mtu alikuwa anashangaa, unataka kujifunza gari leo kesho uende kwenye mashindano kaka, huko serious kabisa? Lakini Mwamba alisema kuwa niko serious. Kweli bana, Mwamba akachukua gari kaiwasha, akifunga breki amefunga kweli yani. Na alivyo na sifa akaenda kumpitia bidada Aina anataka kushiriki naye katika mashindano. Bidada naye bila kujali akijua kwa Mwamba atakuwa anajua kuendesha gari akawa amepakiwa huko ndani. Lakini bidada katika kutazama hivi anagundua kwamba mvua inanyesha. Mwamba ni kama anachungulia, mbona ni kama vile hataki kuwasha wipers. Kumbe Mwamba anatapatapa hapo ndani hajui wapi pa kuwashia wiper. Kahangaika kweli, mwisho wa siku akabahatisha kugusa batani moja hivi wipers zikawa zimeweza kuwaka. Bidada akaanza kupata mashaka, huyu jamaa anajua kweli kuendesha gari huyu? Bidada Aina ili kuweza kujua kwamba Mwamba anajua kuendesha gari au hajui, ikabidi kumzuga na kumwambia kuwa naomba uniwekee kama muziki fulani kwa utulivu. Mwamba muziki aliyoweka si mchezo, yani ni kama singeli kabisa. Lakini yule anko mtu ambaye anafahamika kama Choyuni alikuwa anapiga simu na bidada akaweza kuipokea. Akamsihi sana bidada Aina na kumwambia kwamba ni muhimu kama amepanda gari na anko wake huyo Mwamba Sowan ni vyema akashuka, kwa sababu kila mtu anaishi mara moja hapa duniani. Choyuni alimwambia kabisa Aina kwamba amepanda na malaika mtoa roho, kwa sababu hilo gari haliwezi likatoboa kufika, kwa sababu Mwamba ndo kwanza amejifunza jana kuendesha gari kupitia application, leo anataka kuingia barabarani kwenda kwenye mashindano. Bidada Aina kila akimtazama Mwamba namna anavyoendesha hii gari akawa anashtuka kwamba jamaa hata kufuata Google Map wajui, yani mpaka dakika hiyo anakoelekea hata waelewi ni wapi. Mwamba hapo anachozingatia ni kukanyaga mafuta tu, gari limradi nasonga mbele na mtoto mzuri yuko kando yake, basi hiyo shughuli imeisha. Bidada akaanza kujishikilia mara mbili, kwa sababu hapa ni kama vile anaona Israeli mtu alio yuko kando yake. Yani walizunguka sana hapo mjini mpaka kuja kufika eneo husika walikuwa wanaelekea, ilikuwa ni too late kweli kweli. Kumbe bana walikuwa wanaelekea katika eneo fulani vile ukumbi wa harusi na Mwamba alikuwa amealikwa huko kwenda kuimba. Bidada Aina alipokuwa akimtazama Mwamba Sowan namna alivyokuwa anaimba, alikuwa anaangusha mistari yani mpaka kumtima kwake inagusa. Hasa hutoka uamene. Kumbe bidada Che yule alikuwa amemwalika Mwamba Sowan siku ya jana na jamaa akawa ameweza kukataa. Ndio alikuwa anataka Mwamba aweze kumuendesha katika gari kumleta katika maeneo haya ya harusi, ila kwa bahati mbaya Mwamba hakutokea mpaka bidada akawa amechoka kusubiri akawa amekodi taxi. Alifika katika harusi akiwa amechelewa sana, kitu ambacho kilimuumiza sana. Lakini mbaya zaidi alipoweza kumwona Mwamba Sowan kumbe alikuwa katika mitaa hii na yeye alikuwa amemwalika jana. Bidada Che alilalamika sana kwa Mwamba akimwambia kuwa nilikualika katika harusi hujanipitia, japokuwa tulikubaliana kwamba unipitie, ila ulikataa siku ya jana, ila ukumbe ulikuwa unakuja nawe huku. Hasa adhabu yako ni kwamba nataka unipeleke mpaka katika kituo cha bus station ili niweze tu kuweza kupanda basi niweze kurudi zangu nyumbani, kwa sababu mimi nimekuja kwa taxi huko. Na wakiwa kwenye gari bidada Che akaanza kusema kwamba siku ya kesho bidada Aina amepanga kuelekea bichi na mwalimu Bonkyu, yule mwalimu ambaye anapenda sana mifugo. Kwa hiyo anapanga kwenda kutembea maeneo ya bichi. Nadhani itakuwa ni safari yao nzuri sana. Jamaa anapoyasikia haya mambo anajikuta anaanza kupata wivu. Haelewi ni kwa nini anapata wivu kuona kwamba bidada Aina atakwenda kutoka na mtu fulani kuelekea bichi. Lakini kama unavyomjua dereva wetu, alipoambiwa tu hayo maneno akajikuta amefunga bonge la breki la ghafla tu yani. Lakini kesho yake ni kweli kabisa bidada Aina alikutana na Mwamba Bonkyu katika maeneo ya bichi, na huku walikuwa wakipiga story sana tu.
Lakini kama ilivyo kawaida, nyakati za usiku ni nyakati ambazo bidada anabadilika na kuwa mbwa. Siku ya leo dada yake alikuwa akimchana nywele kumwandaa kabisa pindi atakapoenda kubadilika kuwa mbwa, lakini wakapata wazo kidogo, kwa sababu mtu mwingine anafahamu kwamba dada yetu ni mbwa, akabidi kumwalika udogo anafahamika kama Choi Jun. Kwanza kabisa wakamnunulia misosi ya maana, dogo akala sana, afu baadaye akamwambia kuwa tunataka tusaidie jambo moja. Wewe bila shaka unafahamu siri ya kwamba Haina anabadilikaga na kuwa mbwa. Sasa sisi tunataka tusaidie kuweza kumkisi, huenda labda atakuwa badiliki tena kuwa mbwa. Mshikaji Choi Jun akasema kwamba yani nimkisi mimi wakati alikuwa amefanya hilo tukio ni mjomba wangu, anatakiwa kumkisi ni mjomba wangu ambaye yeye ndo alikuwa amemkisi mwanzoni. Na hapa ndo akagundua kwamba kumbe bwana mdogo akishiba akili zinakuwa nyingi kidogo. Akasema hilo wazo zuri, sasa tutafanyaje ili kuhakikisha kwamba mjomba wako anaweza kumkisi bidada Haina akiwa katika hali ya mbwa. Bwana mdogo Choi Jun akasema kwamba mbona ni kazi ndogo sana kumshawishi anko wake aweze kulala. Basi bana, zilipofika nyakati za usiku akaanza kumwambia anko, unajua wewe ni mwalimu, unatakiwa kutunza matilio mengi kichwani kwako ili uweze kuyafundisha siku ya kesho shuleni, wahi kulala. Heti inatakiwa nitunze matilio. Sawa basi, ngoja nikalale anko. Basi moja kwa moja bana, mjomba mtu Sowani akiwa ajui kwamba anategwa akaenda kulala. Baada ya kukolea usingizi, kumbe wao ndio walikuwa huko nje ya nyumba tayari wamemleta yule mbwa mdogo ambaye ni Haina. Na walipofika tu wakamuingiza chumbani kwa Mwamba, wakawa wamemfungia humo ili bidada aweze kumkisi jamaa. Wao wanaamini kwamba huenda bidada kama aliweza kumkisi jamaa akabadilika kuwa mbwa, basi anaweza kumkisi jamaa huyu na kujirudi kuwa binadamu. Haka kambwa ambako ndo bidada Haina, mwisho wa siku kakaanza kumkisi jamaa akiwa amelala. Kakaka anakumbuka namna ambavyo kalimkisigi siku ya kwanza. Kisi sana lakini akabadiliki kabisa kuwa binadamu. Hasa sipati picha jamaa akiamka na kumkuta huyu mbwa. Kumbuka jamaa ni mwoga sana wa mbwa. Lisemwalo lipo. Ni kweli kabisa, Mwamba si usingizi ukawa unamkata. Jamaa ile kuweza kumuona mbwa kando yake alipiga ukunga akakimbia moja kwa moja mpaka kwa Mwamba Choi Jun, kwa sababu huyu amewahi kusema kuwa anataka kufuga mbwa hapa nyumbani. Akaanza kumkaba, wewe umeleta mbwa hapa nyumbani. Baadaye Mwamba Choi Jun akasema kuwa unajua wewe unaogopa sana mbwa, ulikuwa unaota hakuna mbwa kabisa hapa nyumbani. Kumbe kabidada Haina kameweza kutoroka. Heti huenda nilikuwa naota. Tukio la udogoni limeniasili sana mimi kuogopa sana mbwa. Hasa kesho yake bidada Juna na bidada Haina walikuwa wamekaa katika mgahawa wakijaribu kudiscuss ni kwa namna gani wanaweza kumsaidia bidada asiwe anabadilika kuwa mbwa nyakati za usiku. Lakini dada mtu ambaye anafahamika kama Juna akasema kwamba unatakiwa kwenda kumkisi jamaa. Lakini bidada akasema nimejaribu kumkisi jana lakini anaogopa sana mbwa. Jana alipoweza kuamka kama huenda angenisukuma vibaya ningeanguka na ningeumia bjue. Basi dada mtu akasema kwamba haina shida. Basi kitu cha kwanza, mtihani wa kwanza unatakiwa kumsababisha jamaa asiwe anaogopa mbwa kabisa katika maisha yake, yani umbadilishe akili yake. Bidada Haina akaona kwamba hili wazo ni kama linafanya kazi hivi. Kesho yake wakiwa katika basi station, basi moja kwa moja akawa anamuuliza Mwamba Sowani kwamba hivi ni kwa nini unaogopa sana mbwa? Jamaa akafunguka tu kwa kusema kuwa nilipokuwa na miaka kama 10 hivi nimewahi kupitia zahama moja ambayo ilikuwa inahusiana na mbwa. Kwa hiyo kuanzia hapo nilikuwa naogopa sana mbwa. Bidada akasema pole. Bidada Haina nyakati za usiku akamrudishia dada yake majibu kwamba jamaa anaogopa mbwa kwa sababu alipokuwa mdogo amewahi kupitia jambo la hatari sana lililokuwa linahusiana na mbwa. Kwa hiyo natakiwa nimfanye aweze kabisa kuanza kuwapenda mbwa. Lakini bidada Juna ambaye ndo dada mtu akasema kwamba hivi unajua wewe sio kwamba mchakato wako ni hakisha tu kwamba jamaa anabadilika na kuanza kuwapenda mbwa. Usije ukambadilisha akajikuta anaanza kukupenda na wewe. Basi bana, ilikuwa ni katika mazungumzo ya utani tu, lakini ndani yake ni kama kuna ukweli. Kesho yake bidada akawa amemtembelea Mwamba na kumwambia kuwa nataka nikusaidie namna ya kuepukana na hofu ya mbwa. Jamaa akawa amekubali. Akamchukua jamaa akampeleka katika maeneo ya kuonesha mbwa. Kisha akasema mtazame huyo mbwa kwa sekunde kama 5. Jamaa akaweza kumtazama. Akawa Mwamba anashukuru tu, nimeweza kumtazama kwa sekunde 5 zote ujue. Lakini akamchukua hapo na kumpeleka katika mafunzo ya juu zaidi. Akasema kwanza unatakiwa pia kujifunza namna ambavyo mbwa akibweka anamaanisha nini. Lakini Mwamba Sowani yeye mbwa akibweka ni kwamba anataka kumng'ata mtu, ndio ambayo imekaa katika akili yake. Lakini bidada akamwambia kuwa kuna tafsiri nyingine ya milio ya mbwa. Akamwambia mbwa wana uwezo wa kuzungumza kupitia milio hiyo ya kubweka. Kwa hiyo sio kila mbwa anayebweka anamaanisha kwamba anataka kukudhuru. Dada yetu Haina usioka uponza, kuna mbwa wa Kiafrika akibweka yuko na wewe. Yaani mbwa wa Kiafrika kiufupi tu ni kwamba hawacheki na wowote. Na walipomaliza mafunzo akakaa sehemu fulani hivi kuweza kujipongeza. Bidada akamsifu jamaa kwa kusema kwamba umefanya vizuri sana katika mafunzo ya siku ya leo. Lakini dakika hizo baada ya kutokea darasani, basi bana mtihani si ndio kaanza kuja. Mbele yake kuna bonge la dogi lilikuwa linakimbia. Jamaa akaanza kukumbuka udogoni namna ambavyo alikuwa anaonewa sana kwa kuletewa mbwa. Bidada akatumia koti lake la nguo akaweza kumfunika Mwamba, kisha akamwambia maneno mazuri kwamba hofu ni adui wa kwako ujue. Jamaa akiwa anaoga nyakati za usiku akana akumbuka maneno mazuri ya bidada. Na Mwamba kumbukumbu
kumbukumbu zote za bidada zikaanza kujirudia katika akili yake. Akitazama kile kifunguo alichokuwa amepewa chenye mdoli wa mbwa, basi akawa anakitazama, wewe anamkumbuka tu bidada yani. Kesho yake tena mwalimu Sowan akiwa anaelekea shuleni, alishangaa kuona kwamba kuna mwanafunzi alikuwa anaonewa na wanafunzi wenzake. Hii kitu ikawa inamkumbusha namna ambavyo pia alikuwa anaonewa pindi alipokuwa yuko shuleni mwanafunzi. Mwamba Sowan alitaka kwenda kumsaidia bidada, lakini bidada alimkataza na kumwambia kuwa kama ukiweza kunisaidia na kuwapiga hao watu, basi wataendelea kunisumbua mimi zaidi na ndatengeneza vita ambayo haiwezi kaisha. Hapo akasema kuwa si tulikuwa tupigane, tulikuwa tunatengeneza filamu ndogo inayoonyesha namna ambavyo uonevu wa shuleni unafanyika. Kwa tulikuwa hata tugombani. Lakini Mwamba jambo hili hakutaka kabisa kuliacha mikononi tu liweze kupita namna ile. Akasema kwamba nitakwenda kufanya utafiti ili kuweza kugundua ni kwa nini yule bidada anaonewa kiasi kile. Lakini baadaye, baada ya vipindi, bidada Gawan ambaye alikuwa anaonewa sana, leo alikuwa ameketi peke yake na kusema kwamba naonewa sana, nateseka sana hapa shuleni. Na kumbe ulikuwa ni mtego tu ambao ulikuwa umeandaliwa na huyu mwalimu Sowan ili kuweza kujihakikishia je, bidada anaonewa au haonewi. Na wakati huo alikuwa anamrekodi bidada video nzima namna ambavyo alikuwa anakili wazi kwamba anaonewa sana na wanafunzi hapa shuleni. Akaipeleka katika bodi ya shule, na wakati wamekaa walimu na pamoja na mwalimu mkuu, bahati mbaya mwalimu mkuu akasema kwamba kama tukiwashirikisha polisi jambo hili itachafua sana shule yetu, kitu ambacho kitasababisha tukose wanafunzi wapya. Lakini Mwamba Sowan akawa anawaza, yani mwanafunzi mwingine ateseke kwa sababu ya faida ya shule? Na Mwamba Sowan akawaka sana pale ofisini akisema kwamba sio haki kabisa hiyo, sio haki kabisa, mimi nakataa. Lakini mwisho wa siku bidada alikuwa ametoka naye huko nje na kuanza kuongea na Mwamba. Bidada alisema kwamba asili ya ulimwengu haitutaki tupate kila tunachokitaka, wakati mwingine hata tusivyovitaka vinatupata pia. Mwamba akasema unaweza ukabadili asili ya ulimwengu. Hata mimi mwanzoni vitu vilikuwa vikinipata, lakini siku niliposema hakuna kunipata, kweli viliacha kunipata. Na Mwamba sasa ndio akaanza kumsimulia bidada maisha yake yalikuwaje, kwa nini alikuwa akionewa na aliwezaje kujikomboa kutoka katika uonezi huo. Unadhani simulizi yake ilikuwaje? Tukutane katika episode ya 4. Nikukumbushe tu kwamba hapo chini kuna mdhamini wetu, hakikisha tu kama unagusa alama ya kusubscribe katika channel yake.